Yes, shalom watu wa Mungu. Jana nilizungumza kuhusiana na swala la pochi, na nikasema pochi au wallet, ile mikoba ya wanawake au wallet za kiume. Nikasema nikiwa kwenye maombi niliona mtu ameweka kitu kwenye pochi, alafu akawa ananuiza manuizo. Kwa hiyo nikatoa maelekezo ya kufanya. Watu wa Mungu, kwenye yale maelekezo niliyoyatoa, kuna watu walioyafuata kikamilifu na kuna watu waliofuata kwa jinsi wanavyojua wenyewe. Tutakachokiona kwa wale waliofuata kikamilifu ni result. Kwa wale waliofuata maelekezo yao yenyewe, watu wa Mungu, it is one thing to head about revelations. Ni jambo moja kusikia kuhusiana na mafunuo, na ni jambo la pili kufuata sawasawa na yale maelekezo alafu ukaona matokeo. Mtu yoyote anayetoa mafunuo, anayepewa mafunuo, mtu huyo anakuwa ana authority na yale mafunuo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama nitakupa mafunuo alafu aidha ukafuata tofauti na nilichokupa, hautapata matokeo, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho mimi ndiye ninakuwa na authority na yale mafunuo. Kwa kama ulifanya yale maelekezo ya jana, tafadhali fuata tena na maelekezo haya ya leo. Fuata yote niliyotoa jana, kwa sababu ili tuone matokeo ili tuone matokeo yale mafunuo, ni lazima sasa ufuate kile nilichokielekeza, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho mwenye mafunuo ndiye anayekuwa na nguvu na uweza wa hayo mafunuo kwenye ulimwengu wa roho. Mchana wa leo, wakati nikiwa naendelea na yale maombi ya mfungo ambao tunaendelea nao ya uchumi, day 1 na day 2 yako kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel. Usiache kwenda kuyafuatilia, lakini pia tunakutana kila siku jioni hapa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Wakati naendelea na maombi, nikaona yule dada niliyemuona kwenye maono jana, the same woman akiwa na ile pochi, alafu nikaona kuna pesa kule ndani ya pochi ambayo alikuwa nayo. Alafu Mungu akaniambia kumekuwa na restored juu ya yale maono uliompa. Mungu akanipa maelekezo haya, akaniambia most Christians wanafail kuelewa wanafail kuelewa sheria za maongezeko, sheria za mazidisho ambazo ulimwengu, watu wa dunia wanazifahamu na wanazifanya, wanapata. Watu wa Mungu, Mungu anapokupa kitu chochote kile, kwa mfano Mungu anapokupa 1,000, jambo la kwanza Mungu anaelewa kabisa hiyo 1,000 aliyokupa inahitaji kuzaa, inahitaji kuongezeka. Kumbuka kwa habari ya zile talanta 5 ya wale waliopewa talanta, mmoja alipewa kiasi fulani, mwingine akapewa nyingine, mwingine akapewa nyingine, wote wakaziongeza, lakini yule aliyepewa moja akaenda akaichimbia chini. Most Christian, kwa kutokufahamu sheria za kiroho za maongezeko, vitu wanavyopewa na Mungu, pesa wanazopewa na Mungu hazileti maongezeko, kwa sababu hawajui sheria, hawajui principles za kiroho za maongezeko. Watu wa Mungu, watu wa giza wanaelewa principle ya maongezeko, wanaelewa kanuni ya maongezeko. Na nilishasema sijajua ni nani amewafundisha hao watu wa giza. Huyu mwalimu wa watu wa giza tunamhitaji sana hata huku kwa nuru, kwa sababu wanafahamu maarifa mengi. Yesu anasema jambo hili, watu wa dunia hii wana hekima na maarifa katika kutenda kwa mambo yao kuliko wana wa nuru. Watu wa Mungu, mtu wa giza ukimpa shilingi 1,000 leo, hiyo 1,000 anaelewa kanuni ya kiroho ya kuipa miguu hiyo 1,000, alafu anajua namna ya kuituma hiyo pesa iende ikamletee ongezeko, manake ilete pesa nyingine. Kwa hiyo ukimpa 1,000 leo, baada ya siku kadhaa hiyo 1,000 itakuwa imezaa 20,000. Huku wana wagiza hawajui hizi principle. Watu wa Mungu, natamani na nasikia ndani yangu, kwenye ile pochi ulioweka chumvi jana, chukua kiasi chochote cha pesa, iweke kwenye ile pochi, alafu iombee. Hii principle inaitwa ni principle ya kuipa miguu pesa yako, na ni principle ya kuitumia pesa yako ikaongezeke. Alafu ukishaiweka kwenye pochi,
iombe na ile pochi, mwambie Mungu, ninaomba pesa hii ikaniletee ongezeko, ninaomba pesa hii ikaniletee ongezeko, pesa ninakutuma ukaniletee ongezeko, pesa ninakutuma ukaniletee ongezeko. Kwa kutumia pesa hii, pesa zangu zote nilizo nazo, chochote, pesa yote itakayoingia kwenye pesa yote itakayoingia kwenye hii pochi, kwenye mfuko, kwenye wallet yangu, kwenye ATM yangu, kwenye account yangu, hiyo pesa ikaanze kuzaa, hiyo pesa ikaanze kuzaa, hiyo pesa ikaanze kuzaa. Pesa ninakutuma duniani uende ukaniletee ongezeko, pesa ninakutuma duniani ukalete ongezeko, pesa ninatuma duniani ukatembee, ukalete ongezeko la resources zangu, ukalete ongezeko la opportunities zangu, ukalete ongezeko la vyanzo vyangu vya mapato. Ongea, zungumzia hiyo pesa, zungumzia hiyo pesa kwa muda mrefu. Omba kwa dakika 10 mpaka 20. Ukimaliza, chukua hiyo pesa uliyoiombea, itoe kama sadaka, alafu niambie mtumishi, hii pesa nimeipatia miguu iende duniani ikaniletee ongezeko. Itoe hiyo pesa uliyoiombea kama sadaka, niambie mtumishi, hii pesa nimeitoa ikaniletee, ikapate miguu iende duniani ikaniletee ongezeko. This is a big revelation watu wa Mungu, ambao watu wa dunia wamekuwa wakifanya na wakafanikiwa, ili watu wa Mungu tumekaa chini, tumekaa kimya. Kama hiyo pesa iko kwenye simu yako, chukua ile simu, weka kwenye pochi yako, weka kwenye mkoba wako. Omba, hii pesa iliyoko kwenye simu, hii pesa iliyoko kwenye simu naituma dunia, naipatia mguu iende ikalete, naipatia miguu iende ikalete ongezeko, iende ikalete ongezeko. Omba, maanisha. Mwambie Mungu kukawe na ongezeko. Alafu tuma ile pesa. Ukimaliza, tafadhali tuma hiyo sadaka kwa 0764205871 au 0768205871. You see, watu wa Mungu, kama unataka kuwa na freedom kwenye eneo la uhuru, lazima pesa yako ikombolewe. Your money need deliverance. Uhuru, kuna mahali pesa yako inafail. Mtu ana pesa lakini haitoshi kufanya mitaji, haitoshi kufanya maendeleo, haitoshi kulipia vitu vyake, haitoshi kulipa bili zake. Ni mpaka pesa yako itakapopita kwenye deliverance, ndio pesa yako inaweza. Watu wa Mungu, nimesema your money can fail. Unapata pesa lakini haikusaidii, your money can fail. Please do this revelation. Ukimaliza, itoe kama sadaka kwenye 0764205871 au 0768205871. M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. Mungu akubariki sana. Nisaidie kushare na mwingine tena. I believe God kwenye haya maombi ya uchumi tunaoenda nayo, kuna watu watafunguka kwenye uchumi wao. Mungu akubariki sana. Tukutane leo jioni kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 usiku. Mahali ni Mbezi Beach, Goigi, Mateo Hall. Kama uko Morogoro, Jumamosi hii tunakutana pale Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Nisaidie kujulisha wengine. Shalom.